Tuanze na kushukuru sana majirani, tushukuru kanisa ambao ni serikali kwa jitihada zote, lakini pia kwa kutupa hifadhi mpaka muda huu tuko katika usalama wa kutosha. Tunasema Mungu awabariki sana. Na omba niongee jambo lingine kwamba kuna mambo mengine hatutatafsiri. Tuombe mjaribu kutuvumilia kwa sababu asili ndivyo ilivyo, lakini ambayo yataongelewa hapa nafikiri utakuwa tu utayafahamu vizuri. Kwa hiyo nimetoa tahadhari hii ili tuende vizuri. Asanteni sana. Basi twahika kukinyerere kyo kuhamagala uliangisi ukashigisha uburambe aije tusomerabo. Nina bantu hano bali Rurema ivugwe koko igambo limutubwira ku byanya byoshi Rurema kuri kuhimbazibwa nyenda ari mwigiriza nakina imanga naho na imanga ni sise uburambe bwana kwigendera ngakisi kubukashigishwa hano bukashigishwa mu lugha ya Barungwa imuhamagara mu Kiswahili na ngahuna ko mugangulikira ni busome muri rulo rudeto rwa Barungwa bukayandikwa ko kuno Nyarugusu tarehe 10 mwezi Februari 2026. Maisha ya marehemu. Kiingilio kinasema Ayubu 14:1 inasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, nazo hujaa taabu. 1. Majina ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa majina yafuatayo: Zaina Sifa wa jamaa la Bafuliru ukoo wa Banakioyo. Wazazi wa marehemu. Baba yake alijulikana kwa majina yafuatayo: Nzanzu wa ukoo wa Banakioyo. Mama yake alijulikana kwa majina yafuatayo: Nakamara Rebeka wa ukoo wa Bahinga. Wazazi wote hawa wote ni marehemu. 2. Kuzaliwa. Marehemu alizaliwa Kasambura tarafani Uvira mkoa wa Kivu ya Kusini nchini Kongo mnamo tarehe 25 mwezi Machi aiza wa 3 mwaka 1940. Ndoa. Marehemu alifunga pingu za maisha mnamo mwaka 1955 na mume wake aliyekuwa anaitwa Sepa Ibrahimu Bigwa Tanye wa Lukoti wa ukoo wa Bashaga Kibone. Marehemu alibahatika kuzaa watoto 11 na watoto wote 11 wote ni wa kiume, lakini walio hai katika watoto 11 wa kiume walio hai ni watoto 4 tu. Hivyo waliotangulia mbele ya haki ni watoto 7. Wajukuu wa marehemu aliacha wajukuu 44. Marehemu pia aliacha vitukuu 20. Vitukuu 22. Jumla aliacha jamaa ya watu 77. Elimu.
marehemu hakubahatika kusoma. Marehemu, tunaenda kazi za marehemu alizozifanya enzi za uhai wake. Marehemu alikuwa mfanyabiashara na mkulima. Maisha ya kiroho. Marehemu alimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na kubatizwa kwa maji mengi mnamo mwaka wa 1960 katika kanisa la MLC Mission Libre Sedoise, kwa leo ni Witemsepake Kasambura. Alipofika hapa kambini, aliendelea kushiriki kwenye kanisa hilo hilo la Witemsepake MEPT C1 mnamo mwaka 2017. Magonjwa. Marehemu aliugua kwa magonjwa yafuatayo: presha na asma. Alipelekwa hospitalini mara kwa mara, lakini haikuwezekana. Ilipofika tarehe 10 Februari 2026 na saa 9 kamili, marehemu aliaga dunia. Hivyo marehemu aliishi miaka 86 duniani hapa. Sisi familia ya Bashaga Kibone pamoja na familia ya Banakioyo tunamtakia marehemu mapumziko mema peponi. Asanteni sana. Yesu asifiwe. Acha onekane. Acha umbea. Ngoja kwanza niende na hao watu. Mano kaya mundifu. Ya mundifu. Ya munda. Amungana ya mungana kalozo umwage amungana. Mbona mnakwama hapo hapo? Ama fefu. Shikale chini. Batisha haya. Ndio ndio batisha haya. Fefu. Fefu. Mimi basi niko nikwambia shika na niko nakakufa mkoma na katana. Fefu. Samani mtaonekana msimu yangu. Neema. Uko sawa? Mbona peti? Isi mkule tu. Mkule tu, hakuna shida. Hakuna shida. Tena hata usingesema, juu usingeonekana, lakini si umesema. Umbo hapo bwana. Kidogo. Kidogo. Jambo. Mimi si bashuti mwe. Si wanaomba weka video kule, si unajua familia yako kule wanaomba kuonaona watu.
Na wewe onekana basi. Sawa. Songe. Shida iko wapi? Mimi sina shuti macho wapi? Nani sasa kupatia wewe? Hakuna kudharau juu hajakuona kutii. Hajaniona kutii. Siko tekana hivi. Sema wacha nitenga nishamba msamaha. Hivi niomba msamaha hivi. Jana nenda kumsamaha kwa leo natakiwa nifanye ujumbe pale.